Dada Zura, karibu sana. Umetokea wapi unasikia? Mimi nimetokea Dodoma. Kwa dadangu. Ndio. Ulikuwa kwa dada? Lakini unafanya nini kwa dada? Nilikuwa nafanya kazi Zanzibar. Kwa nilivyotoka kule nikaenda Dodoma kwa dadangu. Baada ya kutoka hizi za ndani. Baada ya kutoka Dodoma ndo nikaja hapa. Zanzibar ulikuwa unafanya kazi kwa level gani ya mshahara? Lakini kwa lipo 300,000. 300,000. Sasa kwa nini ukaondoka? Kuna changamoto ilitokea. Changamoto gani? Fitna. Yaani kuna fitna ziliingia kazini. Yaani ninavyozungumzia fitna ni ile, kwa mfano mimi nimeenda pale nafanya vizuri. Sasa kuna baadhi unafanya vizuri. Najijua kwa sababu mtu anafanya vizuri hivi anajijua yeye au anayemfanyia kazi ndo anajua kama unafanya vizuri? Yeye anajua na mimi pia najijua. Naona kama yeye bosi wako alikuwa anajua unafanya vizuri, kwa nini akaondoka? Yeye hajaniondoa, ila katika kuna watu walikuwa wanaishi pale. Kwa hiyo kuna fitna zilishaingia. Sema fitna unamaanisha nini? Mtu ambaye vizuri kwa sababu yani maneno ambayo mradi wetu una hizo changamoto, nitakusaidia kujua ni fitna sio fitna. Fitna yani ni maneno, labda mtu anapeleka jambo hili alafu lile hujalifanya. Anapeleka maneno labda dada yupo hivi, labda hapendi watu. Kwa zile zikaendelea, mwenyewe bosi wangu alikuwa kwa sababu mimi ananifahamu, kwa alikuwa hazifuatilii. Sasa mwisho wa siku mimi binafsi nilimwambia kwa hivi vinavyoendelea mimi naona tu niondoke. Sasa hapo ndio umaskini unapokutafuta, unakunyemelea na wewe unaukubali. Yaani wewe watu wakiongea hivi huko kwenye dunia ambayo watu wataongea siku zote. Na sio kila mtu atakuongelea mazuri. Kwa mtu akiongea tu unasusa unaondoka. Na sijasusa kwa sababu ilifikia. Sasa unasema wewe ndio uliondoka kazini. Ilifikia hatua. Na hayo ndio tusiyotaka huko. Kwa sababu hata huku hapo. Ndio. Huku ulipokuja Wadada Center hayo yapo. Utayakuta kuanzia hapa kituoni. Ndio. Utasikia maneno tofauti, maneno negative kutoka kwa wafanyakazi wenzako, aidha wamekuja kutafuta kazi au hata ofisini. Utakutana na watu ambao watakuletea energy ambazo ni mbaya, energy tofauti. Energy kama hizo unazosema za maneno hapa pabaya, hapa hafai, hawa sijui ni wakatili, hawa sijui ni wanyanyasaji, sijui wanawaonea wadada, wengine wanasemaje sijui wanadharau wadada, sijui wanawasikiliza tu mabosi. Dada ukiwa na changamoto yote hawakusikilizi. Kwa hiyo wewe utaamua kuondoka. Asiondoki. Kwa nini? Mbona umeanza kuondoka kwa bosi? Kule nimeondoka kwa sababu yalivyoanza kunini nilimpa taarifa. Kuna jambo hili. Sasa taarifa yeye afanyeje? Yaani kama anaongea huko, yaani wewe kama bosi wako anaridhika na huduma unayompa, unafanya kazi zako vizuri. Yeye hana neno. Wewe kwa nini uchukue tena stress ya maneno mengine ya watu huko uende ukamjazie? Kwani pale ulienda kumletea stress, umeenda kumletea suluhisho? Sasa kwa nini ulichukua maneno ukaenda kumwambia? Yaani sio kama nimemwambia labda kuna hiki na yaani kuna vitu vilibadilika. Maana nilienda mwaka wa kwanza nimekaa, nilivorudi mara ya pili nikaona kuna vitu havipo sawa. Nikamwambia kwanza ulienda mara ya kwanza ukakaa ukaondoka. Mwaka mmoja huwa tunapewa likizo. Ile ikifika Disemba. Wewe uliondoka? Ule mwaka wa kwanza alipewa likizo. Ulipewa likizo? Nikaenda likizo. Nilikaa wiki 2. Ulipewa hizo wiki 2 au ndio mwaka wa wiki 2? Huwa tunapewa likizo. Lakini kabla ya likizo ilikuwa mimi niondoke tarehe 26. Tarehe 23 nikapata msiba dadangu. Msiba yenu ya kutunga hiyo? Alifariki. Dada wengi wanatunga. Tarehe 23 tunazokutana nazo hapa. Alivyofariki yule dadangu, ukaondoka kabla ya muda ambao utakiwa kuondoka. Nikasafirishwa tarehe 24. Tukazika ile tarehe 25, nikakaa, nilirudi kama kwenye tarehe 8 hivi Januari. Basi nilivorudi muda mrefu zaidi. Siku 11. Nilika siku 11 Nilivorudi pale pana watoto. Palikuwa pana watoto. Kwa hiyo nilivyokuwa naishi na watoto, nilivofika tu niliona kuna mabadiliko. Mabadiliko gani uliona? Yaani unakuta mtoto hata ukimuita haji, labda unaweza kumwambia fanya kitu hiki, yaani hafanyi. Unadhani kwa nini? Yaani sijataka kuwauliza wale watoto labda kuna nini. Wewe kwa akili yako. Yaani kwa akili yangu haraka nikasema ulipata picha gani? Nilipoona ile hali nikasema hapa kuna kitu hapa. Kitu
Sio bure. Kitu gani ndio hicho nataka uniambie ulichowaza au ulichogundua? Yaani mimi nilichogundua tu nilihisi kwamba pale hapako sawa. Vipi sasa hapako sawa vipi? Yaani Kwamba walikuwa washapata mfanyakazi mwingine? Hamna mfanyakazi mwingine. Hakukuwa na mfanyakazi mwingine. Ila ndio maana nikawa nakukazia. Uliondoka katika mazingira ambayo ni mazuri, yani uliaga kwenye mazingira mazuri. Wengine mkishajitoaga fahamu, akili yako ikishasema kwamba nataka niondoke, huaga mtaki kusikia la nini wala la nini. Ujue ilikuwa kwenye mazingira gani, ana watoto, ana ratiba zake, ana mipango yake, wewe unamkurupusha tu, unabeba vitu vyako huyo umeondoka. Sasa ile inawakwaza sana watu, kibinadamu inakwaza mno. Kwa sababu wao mabosi wana mipango yao. Ndio maana kwa mfano ukija kwetu tunakwambia hata kama umepata dharura lazima uweke mipango. Yaani ukurupuki tu kabeba begi ukaondoka. Ujue kuna bosi pale ana biashara zake, ana kazi zake, ana watoto, ana familia, ana nyumba ambayo alikuwa anakutegemea wewe. Kwa lazima na wewe unapotaka kuondoka katika hiyo dharura uhakikishe unamwacha vizuri na mtu kweli aone una nia nzuri. Lakini huwa unaondokaga kama mashetani. Yaani unasahau kabisa kama huyu mtu nimeishi naye vizuri, amenilea vizuri. Umeelewa? Yaani siku tu unaamka nimefiwa tayari begi mkononi huyo umeondoka. Hicho kitu kinawafanya watu wengi hata unaporudi ile imani aliyokuwa nayo kwako inakuwa imeondoka. Kwa hiyo unarudi labda kwa sababu tu ana shida ya dada na anaweza akakupokea. Lakini sasa ile upendo aliyokuwa nao, jinsi alivyokuwa anakuamini, jinsi alivyokuwa anakutegemea kwamba ni mtu kweli ambaye ni naye anakaa na watoto wangu na familia yangu, kile kitu kinaondoka. Kwa hiyo kikiondoka usitarajie eti utakapokuja ataanza kukuchekea na kukumbatia kama alivyokuwa anafanya, sio kweli. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa na tatizo wadada wengi hawataka kujifunza. Alafu sasa ndio hilo mnaishia unaanza kurukaruka. Unaona hapa labda nimeshaharibu, unatoka unaenda sehemu nyingine. Hata ujifunzi kwamba hiki nilichokifanya hapa sehemu nyingine nisikifanye. Unaenda sehemu nyingine bado unaendelea kurudia makosa yale yale. Ndio maana mimi hapa huaga sipepesi macho wala maneno na nyoosha nawaambia kile kitu ambacho makosa makubwa mengi mnayoyafanya. Na pengine mnafanya kwa kutokujua. Lakini sasa mtu ukishajua si ujirekebishe. Ushakuja kwa mfano kwetu tunakwambia tuna mifumo. Mifumo yetu ni hivi na hivi na hivi. Ukifanya hivi utafanikiwa, utaishi na watu vizuri, utaagana na watu vizuri, huyo mtu kesho na kesho kutwa atakuwa msaada kwako kwa sababu si binadamu tunategemeana. Lakini bado ndio hivyo itakuja mijitu hapa yani haijielewi, haijitambui, taratibu zetu watazisaini, watakubali lakini tena unashangaa anaenda anafanya kinyume kabisa. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kukuchimba hizo changamoto ambazo unazitaja wewe ni kama ni changamoto, lakini lengo ni jaribu kuwafundisheni nini ambacho kinapelekea mnapata changamoto maeneo ya kazi, kwa sababu mnakuwa wa binafsi najifikiria nyinyi badala ya kuwafikiria mabosi wenu. Lakini ukienda kazini ukawa unamwaza bosi wako, hata kama kuna changamoto umepata, unakaa chini unamwambia bosi kuna hii changamoto tunafanyaje? Natakiwa kuondoka lakini najua hapa nyumbani na kuachaje? Tunafanyaje? Tunaweza kupata mtu gani ambaye anaweza kuja kushika siku mbili hizi, mimi niende mara moja. Yaani mtu anaona unamjali. Sio tu mimi naondoka nimefiwa. Dada yangu afasi nifanyeje? Huyo uondoka. Hapana, mtu atakuona wewe ni mnyama ufai. Ni kweli. Kwa hiyo ukazikimbia 300,000. Sasa huko kiasi sijakimbia. Utafanyaje? Sio hauko kazini sasa. Ndio ukaziacha 300,000. Na kiukweli umesomea ni mtaalamu. Yaani najaribu kupata picha. Sio watu wengi wanalipa hizo hela za kazi za ndani. Au mnatuambiaga tu hapa kwa sababu yule alikuwa analipa kwa sababu ni kabla ya kwenda kule nilianza kufanya Dodoma. Hapo ulikuwa unalipwa 300,000? Pale nilikuwa nalipwa 200,000. Pale niliondoka mwenyewe. Wewe una ujuzi gani? Kupika, kulea watoto, usafi. Umesomea katika hivyo au ni ule tu experience na kupenda, ila zaidi kwanza pale nilipoanza kukaa Kolela napenda sana watoto. Yule dada alikuwa ana shida na ya watu kama hivyo, kila siku unakuta analeta huyu. Kwa mimi pale nilikuwa napenda watoto hasa. Napenda watoto, kupika. Anapenda nini? Anafanyaje? Yaani yeye alikuwa anapata wadada tuseme sio sahihi. Kuna wengine sasa mimi nilivokaa pale alinipenda, nilikaa mwaka 1.5. Ya nilipomaliza nilimwambia tu sasa hivi naomba nipumzike kidogo. Kapumzika ndo nikaenda Zanzibar.
Kwa sehemu ilikuwa unalipa 200,000 kwa kama mwaka na nusu ukaomba mapumziko. Yani pale nilipokuwa nalipa 200,000 ndio lika mwaka 1.5. Nikaomba mapumziko ndio nikaenda Zanzibar. Zanzibar ndio unalipa 300,000. Nako lika muda gani? Mwaka 1 na miezi 7. Okay. Nako umeondoka mmoja wa dada Senti. Kwa una mpango wa kukaa kwenye kazi za ndani mpaka miaka mingapi? Matarajio yangu kwa sasa hivi nimekadiria kwa yani kuanzia hii 2026 nifanye miaka 3. Na maana 26, 27, 28. Baada ya hapo nina mpango wa kwenda chuoni kwenda kusoma na Mombasa. Dini. Nataka kuwa nani? Nataka kuwa ustadhati, mwalimu wa kike. Wa madrasa. Kwa mipango yangu nataka niende Mombasa. Nikasome chuo. Okay. Hai, sawa, karibu. Asante. Kama nilivyosema, vingi nimeongea, nafikiri umeelewa huko kwetu tuna viwango vya utendaji wa kazi. Ndio. Yaani viwango vyetu viko juu. Nani umesoma chochote? Nimesoma mpaka chuo, nilikuwa nimesomea uhasibu, chuo cha BAKWATA. Kipo Dodoma. Nimesomea uhasibu. Okay, kwa miaka mingapi? 2.5. 2.5. Kwa ni uhasibu. Okay. Ndio. Sawa kabisa. Na Kiingereza unajua vizuri? Sio sana. Kwa sababu hesabu inahitaji Kiingereza. Sana. Ndio. Sawa, basi karibu, tunakukaribisha. Asante. Kikubwa hapa ili tuongee lugha moja. Tunapenda sana wadada ambao wanakuwa wasikivu, tunawaelekeza wanafanya kazi na wanakuwa na nidhamu na maadili wanapokuwa kwenye familia za watu. Wanajistiri, wanakuwa wanaheshimu wale wanafamilia. Kwa sababu wateja wetu wako tofauti, wengine wadogo kwako lakini ndio mabosi wako. Kwa hiyo lazima uwe na heshima ya hali ya juu. Sawa, ni mabosi wangu hata kama mimi nimewazidi. Sawa. Karibu. Asante.